Ndugu zangu, leo tumepata neema ya kukutana na viongozi wetu, marafiki zangu na wadau mbalimbali waliokuja kutusalimia. Lakini siku ya leo ilikuwa ni siku maalum kwa wanatarafa ya Ikwiriri kukutana pamoja na tuweze kupata futari pamoja. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha mama zangu, kuwakaribisha babu zangu, kuwakaribisha vijana wangu kwa ajili ya kujumuika na futari ya pamoja. Lakini naomba niendelee kuwatia moyo wanatarafa ya Ikwiriri kama tulivyofanya kwenye tarafa zote ambazo tumeshiriki kwenye futari, na kote huku tumezungumza mipango ya maendeleo, mipango ya ujenzi wa Rufiji yetu. Ninaomba niwatie moyo kwa sababu tulikotoka ni mbali. Mimi na wewe unajua namna ambao safari tuliyopita. Rufiji tulikuwa shimoni. Tumefanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya maisha ya Rufiji. Na haya tunayoyafanya leo, dhamira yetu ni kuijenga Rufiji ya kesho, ambapo mimi na wewe tutakuwa na matumaini ya kujua kesho yetu. Nimedhamiria ndoto yetu sisi wa Rufiji ni siku moja Rufiji yetu hii tuweze kupata mkoa. Ni kwa sababu leo hii Mrufiji akitoka kule Mloka kwenda mpaka Kibaha analazimika kupita Dar es Salaam. Lakini nimefurahi kuona wanakilwa wako hapa. Ninaamini tutakapowasilisha maombi haya ya Rufiji kutamani kuwa na mkoa, kwa sababu jiografia ya Rufiji mimi na ninyi mnajua, kwenda Kibaha makao makuu ya mkoa unalazimika kupita Dar es Salaam ndio kwenda Kibaha. Sasa tutawasilisha maombi haya kwa Mheshimiwa Rais. Na kwa kuwa tayari tumekwishaanza kujiandaa, tumekwishaanza ujenzi wa jengo la halmashauri ya mji litakayogharimu zaidi ya bilioni 12-13. Ujenzi umekwishaanza, utakuwa na vyumba 100. Lakini pia makao makuu ya mkoa wa kipolisi ujenzi unaendelea. Maana yake ni kwamba tutawaomba wenzetu wa Kilwa waridhie hapo baadaye, ili kusudi tunapopeleka maombi, tukiipata Kilwa Kaskazini, tukaipata Kibiti, tukaipata Mafia, tukaupata Mkuranga pamoja na Rufiji yenyewe, ninaamini Rais wetu Dr. Samia ataridhia maombi haya. Haya yametokea si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tuliamua kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya maisha ya wana Rufiji. Ninawaomba sana ndugu zangu, hali zetu bado ni duni. Tuwe makini na wanasiasa wanaotamani kuja kutununua na kutufuta shati. Wapo miongoni mwetu hawatamani kuona maendeleo tunayoyafanya Rufiji. Wako watu watatumika kuja kutuvuta shati. Mimi na ninyi mnajua tulikotoka. Ninawaomba kufikiri katika ujenzi wa Rufiji, na asiwepo yoyote wa kubadilisha fikra hizi za ujenzi wa Rufiji ya kesho, ambayo mimi na wewe tunaota kuijenga Rufiji ambayo kizazi cha leo na kizazi cha kesho kitakuwa na manufaa na Rufiji hii.